Kasala Joya, TANESCO, Ofisi ya Ustawi wa Jamii Jiji la Tanga, Amana Bank, Radio Maarifa, Radio Nuru Mwambao FM, Five Brothers, Radio Maarifa, Ofisi ya mkuu wa mkoa, Ofisi ya mkuu wa wilaya, Shule ya Sekondari Mapashu, Shule ya Sekondari Japani, Mariam Sensei. Kwa majina anaitwa Sister Consolata Alois Mgumba, msimamizi wa makao ya watoto yanayojulikana kama Casa de la Joya au Nyumba ya Furaha. Tunapatikana Las Kazoni mkabala na Sajoni Primary. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku ya leo pamoja na wenzetu wa GHF Goodwill Humanity and Foundation kwa ajili ya kutuweka pamoja jioni hii tuweze kumshukuru Mungu kwa neema na baraka ambazo anatujalia katika huduma na kazi tunazozifanya. Leo hii watoto wa Goodwill wametualika sisi wote tujumuike hapa ili tuweze kuonja upendo ambao Mwenyezi Mungu ametujalia kama binadamu. Na wenzetu wa Goodwill wanaonyesha upendo huu kwa kuhudumia watoto wa mazingira magumu lakini na familia mbalimbali ikiwemo watu wenye ulemavu. Jambo hili kwa maneno na mtazamo wa kawaida linaonekana tu ni swala la kawaida kama tunapoamka na kulala. Lakini ni swala la kiimani. Swala la mtu mwenye nguvu. Kama tunasema superwoman, basi ndugu yangu Idalusi ningemwambia Superman. Kwa sababu ikiwa moyo wako ni mwepesi sana, kazi ni ngumu sana kuifanya. Nasema hivi kwa sababu ya uzoefu ambao pia sisi tunao kutoka mwaka 80 tulipoanza kufanya kazi hii ya kulea watoto wa mazingira magumu. Siku hizi ni rahisi kusema hivi kwa sababu hata watoto wengine ambao wana wazazi wao bado wanaishi kama yatima. Wanaishi kama watu wasio na familia. Kabla ya kuongelea ukatili ambao watoto wanaupata, ningependa niseme ukatili ambao sisi wanafamilia ama wazazi na walezi tunajifanyia na tunawafanyia watoto. Hasira zetu tumeshindwa kuzikontrol. Tumeshindwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu na kumuomba yawe ndio mshauri wetu. Matokeo yake tumegombana, tumekanyagana, nyasi zetu ambazo ndio watoto ndio walioumia. Wameumiwa kwa wazazi kutengana. Naweza nikatoa ushuhuda mmoja. Nafanya kazi hii kutoka mwaka 1999. Lakini kwa upande mmoja hata mimi nilionja. Mimi wazazi wangu walikuwa hai, lakini walitengana nikiwa na miaka 2 na nikalelewa na shangazi na mjomba. Walijitahidi kadiri ya uwezo wao, lakini mimi nilionja sana kutengana kwa wazazi wangu. Na nilikuja kugundua nilikuwa nampenda baba yangu sana, lakini ni mdogo nisingeweza kuwarudisha. Wakati mwingine ukiwaona watoto wengine wa shangazi yangu wakifurahia kuwa na baba na mama, nilitamani na mimi iwe hivyo. Lakini leo ninapofanya kazi ile kama wanasaikolojia wanavyosema, mara nyingine mambo tunayowatendea wengine ni kwa sababu tulikosa. Nilikosa upendo wa baba na mama, kwa hiyo naonja hawa watoto namna wanavyoumia. Naonja watoto wanapokaa mtaani barabarani, wana ndoto, wana maono yao lakini yanashindwa kutimia. Na waomba sana wazazi, kila kitu tukae chini tukimshirikisha Mungu kabla ya kuamua. Kabla ya kutengana na kukimbia, tufikirie watoto tunaowaacha wataishi namna gani. Na tufikirie taifa la Tanzania ambalo tunalitelekeza namna hii litakuwa la aina gani. Kwa sababu kila mtu anajua ukiwekeza kwa mtoto umewekeza kila kitu. Na ndio maana tunajaribu wengine kusema okay, familia zimetengana, ndugu sasa hivi wamekuwa wabinafsi, sio tena mtoto wa mwenzio ni wako. Kwa maneno tunasema mtoto wa mwenzio ni wako.
lakini kwa matendo sio. Basi tujaribu hii njia. Hii njia serikali inasema ndo njia ya mwisho. Baada ya mjomba kukosa nafasi, bibi kukosa nafasi, baba mdogo kukosa nafasi, basi sasa ndo inakuja makao. Sisi kule Ulaya tulianza kufanya hii kazi mwaka 1717. Kwa kisiwa cha Sisili tulikuwa na nyumba zaidi ya 60. Hizo zote zilikuwa nalea watoto na wenzetu walikuwa maskini sana. Lakini leo hii ninapoongea tuna makao 2 tu. Na hizo zote zinashikiliwa na serikali.